Nasifiwe watu wa Mungu, tumerudi tena hapa kuja kumjibu kijana mmoja ambaye amejiinua mtandaoni na amejaribu kutaka kujibu hoja zetu ambazo sisi tulikuwa tunajadili na Wakongo waliokuja kwa ajili ya kuchunguza imani yetu, maana ukweli hauogopi uchunguzi. Sasa tukamwangalia kijana mmoja aliyetaka kujiweka wazi kwamba imani yake ni gani, maana sisi tunaamini kuna Mungu mmoja aliye Baba na Yesu mwana wa Mungu. Hebu msomaji nisaidie Wakorintho wa kwanza 8:6. Nisomee hapo niweke huo msingi. Huo ndo msingi ambao sisi tunaamini kanisa la SDA wana matengenezo, tupo Tegeta Dawasa. Sasa ukiwa nje ya msingi kama huu ambao mitume walioamini, wewe upo nje ya kanisa la Mungu na huna Mungu wa kweli. Soma kwanza tuangalie hapo msingi wa Mungu ni nani. Soma. Inasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni nani? Mmoja tu. Aliye Baba. Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Kumbe Mungu ni mmoja aliye Baba. Endelea. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Huyo Mungu vitu vyote vimetoka kwake. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Kumbe ukiachana na huyo Mungu mmoja yuko na nani? Bwana mmoja. Ukiachana na huyo Mungu mmoja yuko na nani? Bwana mmoja. Nani huyo? Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna Mungu mmoja aliye Baba na Bwana mmoja nani? Yesu. Huo ndo msingi tunaoamini Mungu mmoja. Sasa hebu tukamwangalia huyo kijana anayetetea uungu wa Yesu alafu aliyemjui Yesu ni nani? Maana katika Biblia kama umjui Yesu, Biblia ishauliza na ikapatiwa majibu. Hebu kwanza tumchunguze hapo. Soma. Fungue play hiyo video. Kabla ya kukuonyesha hii video ambayo nataka kukuonyesha, naomba nikuulize swali. Je, ni sahihi watumishi wa Mungu ambao mmeokoka kukaa na kuanza kubishana na watu ambao hawaamini Biblia? Kukaa na kuanza kubishana na watu ambao hawaamini Biblia ilichokiandika? Ni sahihi kukaa na hao watu? Ni sahihi? Kwa sababu hao ni wapinga Kristo. Wanaomkataa Kristo wanasema sio Mungu. Wakati Tito 2:13 iko wazi. Ile Yohana 14:28 anasema kwamba sisi ni wapinga Kristo kwa sababu tunakana uungu wa Yesu, tunamkana Yesu kuwa Mungu. Kwanza mtu angalie mpinga Kristo kwa mujibu wa Biblia ni nani? Maana sisi hatumkani Yesu, ila tunakubali kuna Mungu aliye Baba na kuna Yesu. Kwanza nipe nimuonyeshe wapinga Kristo ni gani hapo. Nipe waraka wa kwanza wa Yohana 2:22. Soma. Inasema ni nani aliye mwongo? Ni nani aliye mwongo? Ila yeye akanaye ya kuwa nani? Yesu ni Kristo. Kwanza kuna muongo anakana Yesu ni nani? Kristo. Nani? Endelea. Huyo ndiye mpinga Kristo. Huyo ndio mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kumbe mpinga Kristo anamkana nani na nani? Baba na Mwana. Mpinga Kristo anamkana nani na nani? Baba na Mwana. Ina maana usipotakiwa kuwa mpinga Kristo, unatakiwa umkubali kuna Baba na kuna Mwana. Na hiyo ndio imani yetu. Kunaamini Mungu mmoja na Yesu mwanaye wa pekee. Sasa nyie ambao mnaamini kwamba Yesu ndio huyo Mungu mmoja na mnaitoa nafsi ya Baba, nyie ndio wapinga Kristo. Ukitaka kuwa mpinga Kristo, lazima ukubali kuna Baba na kuna Mwana. Ukikana hivyo vile wewe ndio mpinga Kristo. Unasema habari za wapinga Kristo wakati Biblia ishawataja. Endelea hapo. Pray tena tuangalie. Wokovu. Wanasema eti watu waliookoka hawatakiwi kubishana. Kwanza tumchunguze kwanza watu waliookoka. Kwanza nisaidie Warumi. Kitu nionyeshe Wakristo wengi leo kwanza hawajaokoka. Warumi 10:9. Yaani katika jambo la wokovu, wewe ikiwa kama ni Mkristo, hujui kama kuna Mungu na kuna Yesu, maidia, huna wokovu. Kama kuna Mungu na kuna Yesu, huna wokovu. Maana wokovu unathibitisha vyote viwili kwamba kuna Mungu aliye mmoja na kuna Yesu. Soma Warumi 10:9. Inasema nikuonyeshe kitu ambacho Wakristo wanasomewa hilo andiko afu na kitu 15 hapo anafichwa. Soma hapo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Kumbe unatakiwa umkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Na si wengi wanamkiri Yesu ni Bwana, si ndio? Ndio. Sasa jambo la pili ambacho anafichwa ni gani? Soma. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Kumbe unatakiwa uamini Yesu ni Bwana, afu kuna Mungu alimfufua katika nini? Katika wafu. Unatakiwa ukiri Yesu ni Bwana na kuna Mungu alimfufua katika nini? Katika wafu. Alafu utaokoka. Rudia tena. Inasema kwa sababu ukimkiri Yesu ndio kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, alafu utaokoka. Sasa si ndo nauliza nyie mliookoka mnaendaje vipi kujadiliana na watu? Tunajadili na watu kwa sababu wanadai wameokoka na wanaamini Yesu ndio Mungu mmoja, wakati kwa mujibu wa maandiko kuna Mungu na kuna Yesu mwana wa huyo Mungu. Uungu wa Yesu uko vipi tutakuja kuangalia, lakini wokovu ishasemwa kabisa. Katika ukitaka kupata wokovu unaamini kwamba Yesu ni Bwana. Ukiamini Yesu ni Bwana, alafu amini kuna Mungu amemfufua huyo Yesu katika wafu, ndio utaokoka. Lakini kwa mujibu wako wewe ndugu yangu,
huna wokovu, kwa sababu uamini kuna Mungu aliyemfufua huyo Yesu. Kwa sababu unasema Yesu ndio huyo Mungu, tayari unakuwa umeingia kwenye dimbwi la mpinga Kristo, kwa sababu umekosa Baba na Mwana, umebaki na Mwana tu peke yake. Zaburi. Nenda Zaburi 119 155 tuangalie wokovu pia una sheria yake ya pili ni gani. Soma hapo. Inasema wokovu mbali na wasio haki. Kwa nini? Kwa maana hawajifunzi amri zako. Kumbe wokovu utakuwa mbali na wasio haki kwa sababu hawajifunzi nini? Amri zako. Kumbe wokovu na amri za Mungu. Sasa msomaji, si tunaona Wakristo wengi wanasemaga wameokoka, na wakisema wameokoka sio wanasema Yesu ni Bwana na wasali Jumapili. Amri ya Sabato wanayo? Hawana. Sio nakwambia Sabato hamna. Huyo Yesu akaigongelea msalabani. Na wokovu huko mbali na wasio haki kwa sababu hawajifunzi amri za nani? Za Mungu. Hiyo iko hivyo, sio kwa kudanganya mtu. Twende mbele. Play hiyo video tena mbele tuangalie. Ni wapinga Kristo. Wanaomkataa Kristo wanasema sio Mungu. Wakati Tito 2:13 iko wazi. Ile Yohana 14:28 Yesu alikuwa anaongea kwa sababu na yeye yupo katika ile hali ya kibinadamu, ameuvaa mwili, lakini roho yake yeye ni Mungu. Katika roho yeye ni Mungu, katika mwili yeye naye ni binadamu. Ndio maana aliongea vile. Yesu ni Mungu. Aliongea vile. Umeona uongo mwingine huu? Eti wanasema Yesu kuna maneno aliyokuwa anayaongea kwa sababu alikuwa katika mwili, ila kwa sababu ukimkuta kwa sehemu, yani una maana Yesu kuna sehemu ukimkuta atakwambia ukweli huu, alafu kuna sehemu nyingine ukimkuta hatakwambia ukweli huu, atakwambia mwingine. Kwanza nipe Yohana 8:37. Yohana 6:37, niaminie mimi kama maandiko yalivyonena. 7:38. 7:38 Yohana. Maana Yesu tunataka tumwaminije, kama watu wanavyoongea au kwa sababu kuna maneno fulani wewe Yesu ulikuwa katika mwili ukulisemaga, haya mengine tusikuamini, au tukuamini kwa mtindo gani? Soma hapo. Inasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena. Kumbe Yesu anataka tumwamini kama nini? Maandiko yalivyonena. Kama makomedian wanavyosema. Maandiko yalivyonena. Wachungaji wanavyolopoka. Maandiko yalivyonena. Kumbe tumwamini Yesu kama maandiko yalivyonena. Sasa maandiko yamemnenaje Yesu? Wewe Yesu ni nani? Nisaidie 16:16 Mathayo. Maana hili ndilo jibu ambalo liliulizwa, lilijibiwa ndani ya maandiko kwamba Yesu ni nani. Anza 13 hapo tuangalie. Maana maandiko yanamnenaje wewe Yesu? Wewe Yesu ni nani? 16:13 Mathayo, tuangalie wewe Yesu ili swali ulijibuje. Soma hapo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Hapo akawauliza wanafunzi wake akasema. Akasemaje? Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sasa si hata leo tunabishana kwamba Yesu ni nani? Ndio. Endelea. Wakasema wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema Yesu ni Yohana Mbatizaji. Wengine Elia. Wengine Yeremia. Au mmoja wapo wa manabii. Hao wako mpaka leo na wote wamekosa. Nenda mbele. Akawaambia. Nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Yesu akulizika na wale majibu akasema, nanyi wanafunzi wangu mnanena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema. Akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Ati nini? Wewe ndiwe Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Kumbe Yesu ni nani? Mwana wa Mungu aliye hai. Endelea kusoma. Inasema Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona. Kwa nini? Kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Bali nani? Bali Baba yangu aliye mbinguni. Ina maana wale watakaofunuliwa na Mungu kuhusu Yesu ni nani, watafunuliwa kwamba Yesu ni nani? Mwana wa Mungu aliye hai. Watafunuliwa Yesu ni nani? Mwana wa Mungu aliye hai. Sasa waliofunuliwa Yesu ni Mungu mwenyewe. Wamefunuliwa na nani? Kama una andiko katika maandiko umefunuliwa Yesu ndio Mungu mwenyewe, lilete. Sisi tu ambao tumefunuliwa na Mungu ni kwa sababu Mungu amesema huyu ni mwanangu. Mtu tukatumuulize Mungu mwenyewe. Nipe 16:3-16 Mathayo. 3:16 Mathayo, tukamuulize Mungu mwenyewe, ushahidi wa Mungu. Sasa wewe kama utakuwa na jibu jingine juu ya jibu alilolitoa Mungu, wewe ndio utakuwa zaidi yake Mungu, na kufuru kubwa hiyo. Soma hapo 3:16 Mathayo. Naye alipokwisha kubatizwa Yesu mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, ya Mungu, huyu Rudia. Ni mwanangu mpendwa wangu. Kumbe Mungu anamshuhudia Yesu ni nani? Mwanawe mpendwa. Mungu anamshuhudia Yesu ni nani? Mwanawe. Sasa kuna mtu anaweza kaongeza ushuhuda juu ya Mungu? Watakwambia alikuwa katika mwili. Nenda 17:5 tukaulize ushuhuda mwingine. Mungu anamshuhudia Yesu ni nani? Sasa wewe leta ushuhuda. Mungu anamshuhudia huyu ni nafsi yangu ya pili, huyu ni mimi mwenyewe. Nilikuja tu nikawadanganya. Soma hapo. 17:5 Mathayo. Inasema alipokuwa katika kusema tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Mungu anasema huyu ni nani? Mwanangu mpendwa wangu. Nafsi yangu ya pili. Mwanangu mpendwa wangu. Ni mimi mwenyewe tu nilikujaga hapo. Mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Alafu msikieni yeye. Kwa hiyo Mungu anamshuhudia Yesu ni nani? Mwanao mpendwa. Sasa wasioamini huo ushuhuda umemfanya Mungu kuwa muongo. Nenda waraka wa kwanza wa Yohana 5:10. Yaani usipoamini huo ushuhuda ambao Mungu alimshuhudia mwanaye kuwa huyu ni mwanangu,
umepotea my brother. Hakuna wokovu wote unaweza kupata, ni ule wokovu ambao wa kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Soma hapo. Inasema yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Yeye amwamini mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo. Kumbe asipomwamini, mtu asipomwamini Yesu ni mwana wa Mungu amemfanya Mungu kuwa nani? Mwongo. Asipomwamini Yesu ni mwana wa Mungu amemfanya Mungu kuwa nani? Mwongo. Sasa Wakristo leo wamemfanya Mungu kuwa mwongo kwa sababu ya kuamini Yesu ndiye Mungu mwenyewe, wakati Mungu alimshuhudia Yesu ni mwanae. Soma hapo. Kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Kumbe wanamfanya Mungu kuwa mwongo kwa kuwa Mungu alimshuhudia Yesu ni nani? Mwanawe. Hilo ni tatizo. Sasa wewe umemshuhudia Mungu kuwa mwongo, maidia, mbingu huna. Kwanza nipo waraka wa kwanza wa Yohana, Yohana Injili 3:36 pale. Wokovu Yohana Injili 3:36 inasema amwaminie mwana wa Mungu yu na uzima wa milele. Amwaminie mwana wa Mungu yu na nini? Uzima wa milele. Sasa tunamwaminije Yesu? Tunamwaminije Yesu? Endelea kusoma hapo. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kumbe tunatakiwa tumwamini mwana wa Mungu kama ni mwana wa Mungu. Tusipomwamini hivyo, ghadhabu ya Mungu inatukalia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ashasema huyu ni mwanangu. Sasa ukiwa na jibu jingine juu ya hilo, karibu. Wachungaji wamewapiga chenga. Tatizo hilo. Pray tuendelee. Ndio maana aliongea vile. Yesu ni Mungu. Tena sio kwamba tu Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu mkuu. Lakini katika hawa watumishi ambao wanaamini Yesu ni Mungu na ni Mungu mkuu, kuna wengine ambao hawaamini. Wanasema Yesu si ndio Mungu mkuu? Ndio. Si ndio amesema hivyo? Ndio. Sasa tumujibu, tumuulize mwenyewe Yesu, wewe je, Yesu wewe ndiye Mungu mkuu? Nipe 14:28. Sasa na haya maneno watu wakishanukua maneno wasema Yesu alisema kwa sababu walikuwa katika mwili. Sasa tuangalie kwanza, tukamuulize Yesu, je, alisema uongo? Soma hapo. Inasema 14:28. Ndio. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi. Kwa sababu gani? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kumbe Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko nani? Kuliko mimi. Na tunaamini kwamba kuna Baba na kuna Mwana. Na Yesu mwenyewe anathibitisha Baba ni mkuu kuliko mimi. Sasa wewe kama utajichunguza mwenyewe kama wewe ndio unaongea ukweli au Yesu ndio anaongea ukweli, yani mawili, kwamba sasa hapa Yesu alidanganya au mimi leo nimefunulia ukweli zaidi yake Yesu. Hilo ndio tatizo ambalo watu wanajifanya ujuaji. Endelea kuplay hiyo video mbele. Na hata ufunuo alipewa Yesu Kristo. Msomo Ufunuo 1:1. Hiyo nzuri sana hiyo. Ufunuo 1:1. Maana watu wanafikirigi sisi tukisema kuna Mungu mmoja na kuna Yesu mwanawe pekee, tumekuta maandiko. Yaani yapo yanamwagika na ukitaka tunaweza kukurushia mengi tu ya kujifunza. Tena twende mpaka 6. Inasema ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Subiri kwanza. Kumbe kuna ufunuo wa Yesu, alafu kapewa na nani? Mungu. Sasa hilo andiko kwa mujibu linavyoanza, huo si uongo kwa Wakristo wa leo. Mkristo anaweza kaamini kuna ufunuo wa Yesu alafu amepewa na Mungu. Unaweza ukatuambia huyo Mungu aliyompa ufunuo Yesu ni nani? Unaweza ukajibu swali kama hilo? Endelea kusoma hapo. Mstari wa 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema iwe kwenu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Kumbe kuna neema na amani zitokazo kwa yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Huyo ni wa kwanza. Tena na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Au ni wa pili? Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Kumbe kuna zinatoka kwanza neema na rehema, zinatoka kwake yeye aliyeko na aliyekuwako, alikuwa katika kiti cha enzi, na zinatoka kwa roho 7, alafu zinatoka kwa nani? Kwa Yesu. Kumbe neema na rehema zinatoka kwa Mungu, zinakuja kwa roho 7, alafu ndio inakuja kwa yeye Yesu. Endelea. Shahidi aliye mwaminifu. Yesu shahidi aliye mwaminifu. Mzaliwa wa kwanza waliokufa. Na mkuu wa ufalme wa dunia. Ndio. Yeye atupendana kutosha dhambi zetu katika damu yake. Na kutufanya kuwa ufalme. Yesu ametufanya kuwa ufalme. Na makuhani kwa Mungu. Na makuhani kwa nani? Mungu. Kuna makuhani kwa Mungu, kwa nani? Mungu. Ambaye naye ni baba yake. Kumbe ukisema Mungu ni baba yake nani? Yesu. Mungu ni baba yake nani? Yesu. Waefeso 1:3. Alafu anakuja mtu mmoja amerewa huko. Tizo hili. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu. Nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Rudia tena. Atukuzwe Mungu. Nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Biblia ukisema Mungu ni nani? Baba yake Yesu. Ukisema Mungu ni nani? Baba yake Yesu. Sasa huyo ni Paulo na kule ni Yohana. Sasa hem tukamuulize Yesu mwenyewe. Nenda 17. Yohana, nenda Yohana 8:54. Yohana 8:54. Tukamuulize wewe Yesu, kweli huyu baba ni baba yako ndiye Mungu au la? Huyu baba tunayesikia baba kwenye maandiko ndiye Mungu? Maana watu wanasema Baba, Mwana, Roho ndiye Mungu. Lakini kwa mujibu wa maandiko,
baba yake Yesu, huyo ndiye Mungu mmoja wa Biblia. Sasa kama baba yake Yesu ndio Mungu mmoja wa Biblia, ndio Baba, Mwana na Roho, sawa, tafuta andiko kama hilo, soma hapo. Yesu akajibu akasemaje? Nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Ndio anitukuzeni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kumbe baba yake Yesu ndio Mungu wetu. Baba yake Yesu ndio Mungu wetu. Kwa hiyo ukisema namwabudu baba yake Yesu, unamwabudu Mungu wa kweli. Ukisema unamwabudu baba yake Yesu, unamwabudu Mungu wa kweli. Hem, kwanza tukamwangalie Mungu wa kweli wa zamani. Hem, kwanza kabla hujatoka hiyo Yohana 8, nenda aya yake 16 hapo. Nikuonyeshe kitu hapo. Aya yake ni ya 16. Ushuhuda ni wa wawili. Yesu mwenyewe akijihesabu yeye na baba yake anajihesabu ni wawili. Hem, soma kwanza hapo. Inasema, nami nijapo hukumu yangu ni kweli. Ndio. Kwa kuwa mimi si peke yangu, bali mimi na yeye aliyenipeleka. Kumbe Yesu anasema nipo mimi, yeye na nani? Na aliyempeleka. Endelea. Inasema, bali na yeye aliyenipeleka. Ndio. Tena katika Torati yetu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Kumbe Yesu yeye na baba yake anajihesabu ni wawili. Yeye na baba yake anajihesabu ni wawili. Hiyo ichomoke. Mtu anaweza tukaiangalie title ya Mungu wa zamani. Kwanza play hiyo video yake kwanza. Tuendelee na video yake. Maana majibu yako mengi, maandiko yako mengi, kwa ajili ya muda tunajibu moja moja tu. Soma. Kisha katika Biblia hii hapa ni Injili ya Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. It is finished. Hapa Yesu ndo anayezungumziwa, ya kwamba alikuwako kwa Mungu. Umeona? Naye neno alifanyika mwili. Yaani Yesu ndo alikuwa anazungumziwa hapa. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na urudia tena. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Huu ni mstari mkuu unaoeleza asili ya Yesu. Umeona? Ya kwamba katoa Yohana 1:1. Soma Yohana 1:1, maana yeye anaongea hana maandiko asome, afu anajaribu kujibu watu ambao muda wote anakaa na Biblia. Soma hapo. Inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Ndio. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa sikaishia hapo, yeye anasoma ili aitafute kwamba neno alikuwa Mungu, ila kasahau huko mwanzo. Inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Yaani na maana hapo mwanzo kweli neno alikuwako, ila neno mwenyewe alikuwako kwa Mungu. Sasa njoo tuambie huyo Mungu, huyo neno ambaye alikuwa kwa Mungu, alikuwa kwa Mungu yupi? Maana kwa mujibu wa maandiko nasema neno alikuwako kwa Mungu. Hebu endelea kusoma pale. Neno alikuwako kwa Mungu. Inasema, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Ndio. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nenda 14. Inasema, naye neno alifanyika mwili. Ndio. Akakaa kwetu. Ndio. Nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Kumbe hata Yohana aliyeandika Yohana 1:1 anasema huyo neno alikuwako kwa Mungu. Alafu kishuka 14 neno akafanyika mwili. Alafu atakapofanyika mwili tutaona utukufu kama wa mwana pekee. Sasa kwa mujibu wenu nyie mkaona kama utukufu wa Mungu mwenyewe amekuja, lakini kwa mujibu wa maandiko ukimsoma huyo neno aliyofanyika mwili unatakiwa uamini kama utukufu mwana pekee ametoka kwa Baba. Na ndio maana nasema neno alikuwako kwa Mungu, lakini kwa mujibu wenu nyie mmesoma ili muamini kwamba kuna hapo huyo utukufu wa Mungu mwenyewe ndio umekuja, lakini ni utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Na huyo 20:31. Twende. Lakini hizi zimeandikwa. Sasa huyo Yohana aloandika hiyo Yohana 1:1 kwamba neno naye ni Mungu akafanyika mwili. Neno alikuwapo kwa Mungu na huyo neno amekuja ili tuone kama utukufu wa mwana pekee atokee kwa Baba. Sasa umetuandikia yote ili tuamini nini? Soma hapo. Lakini hizi zimeandikwa. Ili mpate kuamini ya kwamba nani? Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini hivyo mwe na uzima kwa jina lake. Kumbe Yohana ametuandikia haya ili tuamini Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa kuna watu wamesoma hiyo afu wakaamini Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Hilo ni tatizo. Na tutoe andiko sehemu ambapo tukiamini Yesu ndio mwana Mungu mwenyewe tutapata nini? Ndio wokovu hakuna hapo ndugu yangu. Ati Tito 2:13. Ndio endelea kumsikiliza hapo. Tito 2:13. Ni aibu sana kwa mtu anayesema na elimu anaitegemea Tito 2:13. Unaona? Alikuwepo ulimwenguni kabla ya ulimwengu kuwepo. Yohana 10:30. Mimi na Baba tu mmoja. Hapa Yesu anajieleza kuwa na umoja na asili na Mungu Baba. Yaani Mungu ni yeye na yeye ni Mungu. Piga pause hapo. Katoa Yohana 10:30 hapo anasema mimi na Baba tu umo. Soma kwanza tuangalie. Wewe Yesu ulipotoa ile andiko ulikuwa na maana gani? Maana kuna mtu kalisoma afu kasema wewe na Mungu ndio wale tusoma hapo.
Yohana 10:30. mimi na Baba tu umoja. Kumbe Yesu kasema mimi na Baba tu umoja. Sasa akisema hivyo ana maana gani? Shuka 36 hapo, twende mbali. 10:36. Maana watu wakisoma hilo andiko, kwa sababu Yesu amesema mimi na Baba tu umoja, wanasikia ni umoja, sio mmoja, ni umoja. Inasema je, yeye ambaye Baba alimtakasa na akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru. Kwa nini? Kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu akisema mimi na Baba tu umoja, anamaanisha ni nani? Mwana wa nani? Wa Mungu. Maana hiyo 30 hapo ndo anasema mimi na Baba tu umoja. Ikifika 36 wanarudi kabla watakao kukota mawe ili ampige, anasema je, yeye ambaye Baba alimtakasa na kumtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu unalisema mimi ni mwana wa Mungu. Maandiko yako mengi anasema Yesu anajishuhudia ni mwana wa Mungu. Sasa tafuta andiko moja, Yesu anasema mimi ndiye yule Mungu. Yesu anashuhudia mimi ni mwana wa Mungu. Na uungu wa Yesu uko vipi? Nitakuja kueleza baadaye. Na sisi tu wamoja. 17:11 Yohana inasemaje? Wala mimi simo tena ulimwenguni, ndio, lakini hao wamo ulimwenguni, ndio, nami naja kwako. Nani? Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja. Kumbe Yesu atuombe kwa Mungu atulinde ili tuwe na umoja. Alafu kama sisi tulivyo. Kumbe ule umoja ambao Mungu na Baba yake wako nao ndio ambao umoja tutakuwa nao sisi na Mungu, sisi na Yesu na wanafunzi pia wengine. Yaani iko hivyo, usifikirie kuna umoja kwa kuwa ni umoja. Akisema Yesu mimi na Baba tu umoja, utadhani ni mmoja. Ni umoja katika katika nia na mawazo na vyote na kila kitu na tabia. Sasa tabia, maana Yesu anasema jina lako nimewadhihirishia hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Maana tabia ya Mungu ikiwa ndani yetu tunakuwa na umoja na Mungu, kwa sababu Yesu alikuja kuidhihirisha tabia ya Mungu. Ndio maana anasema yeye na Baba yake wana umoja na sio mmoja. Yaani Mungu ni yeye na yeye ni Mungu. Twende Wafilipi 2:6. Yeye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikiliwa sana. Hii inaonyesha kwamba Yesu ni Mungu, lakini alipokuwa katika hali ya kibinadamu hakujigamba ya kuwa yeye ni Mungu. Hakukiona ya kwamba ni kitu cha kushikamana. Atuache hata nukta. Sasa akatoa Filipi 2 kuanzia yake ni 4. Ngoja tuisome kwa taratibu hiyo, alafu tuone msingi ni gani. Maana wanasema hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Watu wakifika kwenye Filipi wanaisoma huko wamevaa miwani ambao. Rudi kwenye Filipi 2:4 hapo. 4:5 inasema iweni na nia hiyo hiyo ndio ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Kumbe Yesu alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kumbe Yesu alikuwa na namna ya Mungu. Ukisema neno namna, maana yake ni mfano. Sasa Mungu anakuja na namna ya Mungu? Eti msomaji, wewe si binadamu? Unaweza kuwa na namna ya binadamu? Hapana. Yaani namna ya Mungu maana yake ni mfano, si asili yake ile, ila ana mfano kama huo. Yaani ukisikia neno namna ni mfano. Yesu ni mfano wa Mungu kweli. Hebu nenda Wakolosai 1:15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana. Yesu mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kumbe Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Ina maana kuna Mungu asionekana na kuna Yesu. Ina maana Yesu ana namna ya Mungu asionekana. Rudi kwenye Filipi tuendelee. Inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, mfano wa Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ndio. Baada alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, ndio, akawa ana mfano wa wanadamu. Ndio. Inasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena subiri. Kumbe Yesu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Sasa nini kiliendelea? Endelea. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Kumbe Yesu kuwa na mfano wa Mungu akajinyenyekeza akatii mpaka mauti. Kumbe yule Mungu aliyekuwa na mfano naye akamfanyaje? Alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ndio. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni nani? Bwana. Yesu Kristo ni nani? Bwana. Alafu kwa utukufu wa Mungu Baba. Kumbe Mungu mwenyewe ndio ameruhusu Yesu aitwe nani? Bwana. Na utukufu urudi kwake yeye Mungu. Yaani ukimwita Yesu Mungu, unarudi utukufu kwa yule Mungu mwenyewe. Yaani ukimwita Yesu ni Bwana, utukufu unamrudia yule Mungu. Sasa nyie amrudishii yule utukufu aliyemtoa huyo mwanawe pekee, nyie mnampa tu huyo utukufu, na ule mmemfungia mlango gani? Lakini maandiko yamesema hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Hiyo ya Filipi inayosema hiyo ambayo Yesu alikuwa na namna ya Mungu akawa na mfano wa mwanadamu, huyo ni Yesu kweli. Lakini chini nasema kwa hiyo Mungu
alimwadhimisha mno, yani akamtukuza, akampa jina. Sasa anayempa jina na anayepewa anataka awe sawa. Tuendelee mbele kumsikiliza hapo. Hakujigamba ya kuwa yeye ni Mungu, hakukiona kwamba ni kitu cha kushikamana. Yesu ni Mungu. Wakolosai 2:9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Haya sasa tunaenda mistari. Hiyo ni mistari ambayo inathibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Kwa kama mtu anabisha, kwenda, sikulazimishi mimi. Mistari inayothibitisha kuwa Yesu ni binadamu. Sasa hapa tunauzungumzia ule mwili aliyouvaa. Yohana 4:6. Hizo sasa anaanza kuzitoa za Kiislamu hizo, kwamba si alilia alifanyaje. Hayo sisi hatupingi, tunaamini kweli Yesu alikuwa kweli na mfano, alikuja katika mwili na alikuwa na asili yote ya binadamu. Lakini msingi ni nini? Lengo si kubishana, lengo ni kuelimisha. Kwa nini? Kwa sababu watu wamechukua Yesu wakamfanya kuwa ndiye mwenyewe Mungu. Ina maana ukiamini hivyo, la kwanza huna uzima, hutamjua Mungu wa pekee wa kweli. Nipe 17:3. Na uzima wa milele ndio huu, Yohana, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na nani? Na Yesu Kristo aliyemtuma. Ina maana Yohana anatuambia uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na nani? Na Yesu Kristo aliyemtuma. Ina maana kuna Mungu wa pekee wa kweli na nani? Yesu Kristo. Yuda 1:3. Yaani hapo ndugu yangu utanyang'anywa uzima. Lazima uamini kuna Mungu wa pekee wa kweli na kuna Yesu aliyetumwa na huyo Mungu. Bila kuamini hivyo, ukiamini fundisho linaloitwa pengine fundisho la utatu au modalism oneness, kwamba Yesu ndio yeye mwenyewe yule Mungu, my dear, huna wokovu. Kwa sababu wokovu uliofundishwa tangu Wayahudi ni kwamba mwanakondoo anatolewa na mtu anaenda kumtoa. Sasa mwanakondoo alienda kujitoa mwenyewe, sio alirukaruka tu akaja. Soma hapo. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba ndio mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yuda anatuandikia tu washindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Wakina nani hao? Makafiri. Makafiri. Ina maana kuna makafiri waliokuja kuibadilisha imani gani? Soma. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Wanabadili neema ya Mungu kuwa ufisadi. Na humkana yeye aliye peke yake Mola. Wanamkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Ina maana kuna aliye peke yake Mola na nani? Bwana Yesu. Ina maana imani ni kuamini kuna aliye peke yake Mola na nani? Na Yesu. Na hiyo imani ukitaka kujua kuna aliye peke yake Mola na Bwana Yesu Kristo, unakuwa na imani gani? Waraka kwanza wa Yohana 5:4-5. Yaani hiyo ndio imani. Lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Kisha sema Mkristo yote Yesu ni mwana wa Mungu, tayari umethibitisha kuna Mungu na kuna mwanae. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Ndio. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Sasa Yuda alituambia tushindanie imani. Ndio. Na tunaambia hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aminiye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kumbe mwenye kuushinda ulimwengu anatakiwa amini Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Usipoamini nje ya hivyo, hujaushinda ulimwengu. Yaani shetani ndio anakukalia hapo. Na shetani anakuwa kunyang'anya imani. Hiyo ndio imani ambayo Wakristo wote wanapaswa waamini. Sasa uungu wa Yesu uko vipi? Sasa msomaji, tuelezee uungu wa Yesu. Tuangalie uungu wa Yesu ni gani? Nisoma 3:16 Yohana. Chapu. Uungu wa Yesu uko kivipi? Maana Yesu hatukatai kuwa ni Mungu. Yesu ni Mungu, ila ni Mungu katika asili, si Mungu katika nafsi. Yaani ukimsimamisha Mungu hapa na Yesu hapa, Mungu anakuwa ni baba yake Yesu. Yule Mungu Baba, huyo ndiye Mungu wa Biblia. Yesu anabaki kuwa mwana wa Mungu. Ila uungu wa Yesu anapoitwa Mungu kwenye maandiko anasujudiwa, anafanyaje? Anayesujudiwa kwa nini? Kwanza nisaidie 3:16 Yohana. Soma. Inasema kwa maana jinsi hii nani? Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kumbe Mungu alimtoa mwanawe pekee. Alitoa nafsi yake ya pili, mwanawe pekee. Yeye mwenyewe, mwanawe pekee. Galatia 4:4 inasema Galatia 4:4, maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Soma hapo. Inasema hata ulipowadia utimilifu wakati, ndio Mungu alimtuma mwanawe. Kumbe kuna Mungu aliyemtuma nani? Mwanawe. Kuna Mungu aliyemtuma nani? Mwanawe. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Kumbe kuna mwana wa Mungu akazaliwa na mwanamke. Ina maana kule kuzaliwa na mwanamke akumfanya yeye mwana wa Mungu. Yaani ni mwana wa Mungu hata kabla ya kuzaliwa na mwanamke. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu kweli na amezaliwa na Mungu. Nipe waraka wa kwanza wa Yohana 5:1. Lazima uamini Yesu amezaliwa na Mungu. Yaani kila amini Yesu amezaliwa na Mungu. Mungu kaa ndani yake naye kaa ndani ya Mungu. Kwa sababu Mungu anataka tumwamini mwanawe pekee na kwamba yeye alimzaa. Mungu wa Kristo ni kweli amemzaa Yesu. Soma hapo.
Waraka wa kwanza wa Yohana 5:1. Kila mtu aminiye kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kumbe kuna watu wanatakiwa waamini Yesu Kristo amezaliwa na nani? Mungu. Endelea. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kumbe tunatakiwa tuamini Yesu amezaliwa na nani? Mungu. Yesu amezaliwa na nani? Mungu. Sasa hivi nipe Waebrania 1:1. Waebrania 1:1. Yesu ni mwana wa Mungu kweli, wala uungu wake si wa kubabaisha. Yesu ni mwana wa Mungu kweli. Soma hapo. Inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu na Musa katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kumbe mwanaye amelisi yote. Mwanaye amelisi yote. Sasa ukisikia yote kuna kitu kinabaki. Endelea kusoma hapo. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kupitia huyo Yesu aliufanya nini? Ulimwengu. Ndio maana Yohana 1 anasema vyote vilifanyika kwa yeye. Sio kama yeye ndio alikuwa chanzo cha kila kitu. Chanzo cha kila kitu ni baba yake. Yesu alitumiwa na Mungu kuumba dunia. Soma hapo. Inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao utukufu wake na chapa ya nafsi yake, ndio amevichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, ndio aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Yesu amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri ya jina aliloliithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe kuna jina ambalo Yesu amelithi kuliko malaika. Yaani kuna jina Yesu amelithi hata malaika walitumii. Ni gani? Mnenda kwanza Waebrania hiyo 1:6. Tuangalie kwanza hapo, amri inatoka hapo Yesu asujudiwe. Soma hapo. Hata tena Mungu ammetapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asemaje? Asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Kumbe Mungu mwenyewe Baba aliruhusu Yesu asujudiwe. Kwa nini? Nenda nani hapo. Inasema lakini kwa habari za mwana asema, Mungu kwa habari za mwana asemaje? Kiti chako cha enzi Mungu. Kumbe Mungu Baba anamwita mwanae nani? Mungu. Mungu Baba anamwita mwanae nani? Mungu. Endelea kusoma. Ni cha milele na milele. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Ndio. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu Mungu wako amekutia mafuta. Kumbe Yesu ni Mungu ametiwa mafuta na Mungu wake. Yesu ni Mungu ametiwa na mafuta na Mungu wake. Sasa kama Mungu Baba anaweza kudanganya maidia, yaani ukiamini nje ya hapo umemfanya Mungu kwa Mungu. Ndio Ufunuo Yohana 3:12 anza. 3:12 Ufunuo Yohana. Yesu ana Mungu wake na yeye mwenyewe ni Mungu aliye na Mungu wake. Sasa ukiuliza kati yao Mungu ni nani? Mungu ni baba yake Yesu. Kwa nini Yesu anaitwa Mungu? Yesu ana nature ya Mungu kwa sababu ni kweli amezaliwa na Mungu. Soma hapo. Inasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, ndio, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu ya jina la Mungu wangu. Juu jina la nani? Mungu wangu. Na jina la mji wa Mungu wangu. Kumbe Mungu Yesu anathibitisha bado ana Mungu wake. Ana Mungu wake. 3:21 hapo tuangalie mbinguni kuna viti vingapi vya enzi. Soma hapo. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika nini? Katika kiti chake cha enzi. Kumbe Yesu anathibitisha mbinguni kuna kiti cha enzi cha baba yake na cha baba yake na chake. Sasa kama utavikoroga ni kimoja ni wewe. Sasa kwa nini Yesu anasujudiwa? Yesu tukimsujudia, hata leo mimi naweza nikamsujudia Yesu na nikamwabudu. Nitamsujudia akiwa kama nani? Nipe 14:30 Mathayo 14:30 Mathayo. Yesu nitamsujudia akiwa kama nani? Soma hapo. 14:30. Mara Yesu alinena 14:30. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Ndio. Akapiga kelele, akapiga yowe. Nenda 31. Akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Ndio. Nao waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia. Wakisemaje? Wakisema, hakika wewe Yesu mwana wa Mungu. Kumbe Yesu anasujudiwa kama nani? Mwana wa Mungu. Waliomsujudia Yesu walikuwa wanamsujudia wakisema, hakika wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa kuna watu wanamsujudia Yesu leo wakiamini Yesu ndiye Mungu yule. My dear, hiyo ni imani ya kipepo. Nenda Yohana 19:38 nadhani. 19:38 Yohana. Nenda 9:38 Yohana. Yesu anasujudiwa akiwa ndiye mwana wa Mungu. Usije kumsujudia dia Yesu ukiamini ndiye Mungu. Huyo atakaa hapo, atakuja kama shetani, ndo atajiabudisha hapo, kwa sababu utukufu wa kumwabudu Yesu na kumuita Yesu ni Bwana.
Utukufu unatakiwa uende kwa Mungu Baba, na kwa kuamini hivyo unatakiwa uamini Yesu ni mwana wa Mungu uwe na uzima. Soma hapo. Tuanze 35. Anza 35. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Kuna kipofu aliponywa, kukawa na ugomvi na utata. Sasa Yesu akasikia wamemtoa nje. Endelea. Naye alipomwona alisema, akasemaje? Wewe wamwamini mwana wa Mungu? Sasa Yesu akamuuliza, wewe kipofu unamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambiaje? Umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Endelea. Akasema, nimemwamini Bwana. Akamsujudia. Kumbe akamsujudia kwa sababu Yesu alimwambia mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anasujudiwa. Hiyo ni amri imetoka kwa Mungu. Lazima amini Yesu ni mwana wa Mungu na utamsujudia kwa sababu ana nature ya uungu, ni mwana wa Mungu. Unapomsujudia Yesu, usujudii kiumbe. Mwana wa Mungu si kiumbe. Yesu amezaliwa na Mungu kweli. Huo ndio kweli. Amina.